Mungu. Neno shukrani. Tuendelee kumwomba Mungu amsaidie katekista na mke wake waweze kutembea bado na watu, kuendelea kuwafundisha watu, kuwafanya watu wamjue Mungu, waende mbinguni. Hiyo ni jambo kubwa, na waendelee na moyo wa shukrani na furaha, kama tulivyosikia katika masomo yote yale. Haya masomo yote, vumilianeni, pendaneni, saidianeni, mwe na shukrani kwa Mungu kila jambo mnalolifanya. Kwa ndilo tunalowaombea waendelee katika hilo. Halafu pia wanamshukuru Mungu kwa ndoa yao. Kwa nadhani alipokuwa katekista alioa pia. Kwa hiyo anamshirikia Mungu kwa miaka 40 ya ndoa. Na ndoa ni jambo zuri sana, kwa sababu kwanza linatekeleza ule mpango wa Mungu wa kutengeneza au kuimiliki dunia, kuendelea kuipamba dunia kama Mungu anavyotaka, kwa watoto, kwa mahusiano yake na jamii, uwajibikaji wake na jamii nzima ya kibinadamu, kikanisa. Halafu pia ndoa, watu wakishapendana na kuvumiliana na kusaidiana, maisha ya ndoa yanawafanya wawe kitu kimoja. Na hicho tunakiona katika maisha ya Nyamande na mkewe. Wawe kitu kimoja. Katika ndoa wanasema wamekuwa mwili mmoja. Kwa hiyo na maana Nyamande ni mkewe na mkewe ni Nyamande. Na hicho tunakiona hasa katika maisha hayo ya ndoa, kwa watu waliopendana, waliovumiliana, walioishi maisha ya imani kwa pamoja. Mwisho wa siku, baada ya miaka kadhaa, kama hiyo miaka 40, wataalamu wanasema watu wa ndoa wanafanana, wanakuja wanafanana. Na hicho tunakiona katika maisha yao. Kimwona Nyamande, wale wanamjua Nyamande, sijui yuko wapi hapa, sitaki kumuona hapa, yaani sitaki muangalia. Lakini muona Nyamande na mke wake, jamani, si karibu wanafanana? Karibu wanafanana. Kwa unene, kwa sura, kwa nini, kwa matendo, wanafanana. Ndio wataalamu wanasema watu wa ndoa wote ni lazima wafanane. Kama wewe umeoa au umeolewa na ufanani na mume wako au na mke wako, kuna kitu tunapaswa kuuliza. Hivi kweli mlianza maisha ya pamoja wakati mlipofunga ndoa? Sababu kama mlianza maisha ya pamoja, kupendana, kuvumiliana, kusaidiana, masomo yalivyotuambia hapa, lazima mtakuja kufanana. Kiasi kwamba watu tukimwangalia Nyamande sasa na mkewe, tunasema hivi alioa dada yake? Hivi ameolewa na kaka yake huyu mama? Wanapendana, kuongea, kufanya nini, kutembea. Hivi ndivyo wataalamu wanavyosema kuhusu maisha ya ndoa. Kwa hiyo na hilo Nyamande wanamshukuru Mungu. Mungu ameweza kuwawezesha kukaa pamoja, kuishi pamoja, kupendana pamoja, kiasi kwamba hata sasa wanapendana, wanafurahia. Kwa hiyo tunasema jubilei hii yao inatupa na sisi wengine kuwa na maisha ya furaha na shukrani kwa Mungu, kwa yale ambayo Mungu ametujalia katika maisha yetu. Kila mtu na maisha yake. Ndio sababu nimesema unaweza kufanya jubilei yako ya kila kitu. Fanya ya kuzaliwa, fanya ya kufundisha, mwalimu shuleni, udaktari, kwa miaka yako ulivyokuwa daktari. Fanya kama wewe ni mkulima, fanya miaka yako 40, 50 ya kuwa mkulima, fanya biashara. Naweza kumshukuru Mungu kwa kila jambo ambalo Mungu amekusaidia na amekuwezesha. Na katika kufanya hivyo unambariki Mungu, kwa sababu umepokea kwa shukrani kile ambacho amekupa na unamrudishia Mungu. Hicho ndicho jambo hilo ndilo jambo